Ndugu zangu wako kwa majirani tu wahisani wamehifadhiwa. Hapa ni mtaa kwa Hamdani, eneo la Mwembe Makumbi, visiwani Zanzibar. Ni barabara ya wananchi 7 ambao waliogomea fidia ambazo kwa mara kwanza aliitwa ofisi ya mkuu wa wilaya na kusainishwa fedha ambazo kwa upande wao walirizika nazo, licha kwamba thamani ya sasa ya fedha hizo haziendani. Lakini kwa mara ya pili tena waliitwa tena kwa kuambiwa kwamba fedha walizosaini awali zilikuwa zimekosewa, ambapo wananchi hao waligomea fedha hizo kwa kudai ya kwamba fedha hizo ni kidogo tofauti na thamani ya nyumba zao na maeneo yao. Miongoni kati ya nyumba ambayo nayo imepita kwenye greda hiyo ni nyumba ya kifamilia ya mchezaji wa Young Africans Ibrahim Baka, nayo imeingia kwenye greda hilo la watu 7 ambao inayodaiwa kutoridhishwa na fedha hizo. Tuliitwa sisi na serikali kwa wanataka kupita mradi wa barabara. Unafahamu? Kwa hiyo mradi wa barabara, lakini watachukua ni sehemu nusu tu. Kwa hiyo wakaja kutupimia nusu. Walipokuja kutumia nusu, tukaenda tukaangalia mawasiliano, tathmini yetu. Tathmini ile sisi tukaitia saini, tukaridhika nayo, tukalipwa. Ilikuwa tathmini hiyo nusu tulilipwa milioni 35 kama na 500 na ushee. Katibu akatushauri hivi, pia tuliziona pesa ni kidogo, lakini akatuambia tupishe ujenzi halafu tutapata malalamiko. Sisi nyumba 7 tukatia saini. Tulipotia saini wenzetu waligoma mwanzo. Walipogoma sisi tukatia saini, tukaingiziwa, tukachukua pesa zetu. Wenzetu katika hizi nyumba nyingine. Kwa maana hiyo waziri akatoa agizo, hapatakiwi kuishi mtu. Kwa maana hiyo nusu iliyobaki watu hawajapigwa tathmini tena. Waliolipa walikuwa hawajalipwa, yani walogoma. Kwa hiyo walipokuja kupiga tathmini ya nyumba, sisi tulotia saini walituacha pembeni. Hawakutaka kuja kutumalizia hii tathmini ya nyuma. Wakapigia saini wale ambao waliogoma, wakashughulikia wale, wakawaingiza pesa nzuri sana tu. Umenifahamu? Tukenda mbio na sisi tuje tumaliziwe tathmini yetu ya nyuma. Maana nyumba nzima sasa hapo nazungumza. Nyumba nzima. Tukaitwa mawasiliano, tulipoitwa wakaja hapa wakatupigia tathmini. Kutupigia tathmini juzi Ijumaa, Alhamisi, tukaitwa kwa mkuu wa wilaya tuje tuangalie nusu tathmini ya nusu yetu ilobaki. Tukaingia ndani, tukaingia familia, tukaiangalia nusu yetu ilobaki, tukakuta ni milioni 29,400,000 na ushee. Tukatia saini, tukatia vielelezo vyote, tukawapa statement benki, barua za sheha, picha. Tukaambiwa tusubiri pesa yetu tutaingiziwa siku hizi. Tumekaa siku ya kwanza, siku ya pili, sheha akatupigia simu akatuambia kumetokezea hitilafu. Hitilafu gani? Hawakutaka kutuambia. Wakatuita wilayani tena kwa mkuu wa wilaya. Tukenda, tulipoingia tukaambiwa hitilafu iliyotokezea, hii tathmini mletia saini imekosewa. Hizi hapa ni pesa zenu halali milioni 13. Ni mmelipwa pesa za jengo tu. Pesa zilizobakia ni pesa za ardhi, na hizi hamwezi kuzipata mpaka mwe na hati miliki. Ushanifahamu? Mwe na hati miliki ya ardhi. Kwa hiyo mufanye process, mwende zenu ardhi, mukahangaikia hati miliki, muipate hati miliki, muziombe pesa zenu za ardhi, ndipo mtaingizia. Kabla hamjafanya process hiyo, mnatakiwa muitie saini kwanza hii milioni 13. Sisi tukagoma kwa sababu kile kima cha mwanzo walituingizia ni kidogo. Unavyotuambia sisi tunahangaika kwa wajomba, kwa mashangazi, hatuna pa kukaa. Tukafikiria tukiingiziwa cha nyuma angalau tuongezee, tuende tukatafute tukastirike, kwa sababu hii ilikuwa ni nyumba vyumba 4. Mimi nimeandikiwa milioni 55. Nini laki 7 na something. Sasa kwenda tena Ijumaa tuambiwa mimi ninapewa 30 milioni 30. How comes? Sijui kuna ardhi, sijui kuna nini. Nikamuuliza yule nani bosi, je, hizo tutazipata haraka sema hizo mpaka uchukue process. Nikamwambia kwa nini hizi mkatuatia tukasaini basi? Tusenge saini, haya msaini kimakosa, si amujui tokea mwanzo. Sisi tumekubali hicho alichokiangiza mwanzo. Haya japo kwa ni kidogo, lakini tumekubali. Si miundombinu yetu. Tumekubali sisi, lakini sasa msitukate tena hichi. Ingetokea pengine kabla mradi huu wa serikali kupita, ungeambua uiuze, labda thamani yake ingefika bega milioni 200. Milioni 200 kwa kupunguza 180, milioni 180.
kama tumedhulumika watu wa Mwembe Makumbi, na sisi saini ya pili hatutii. Wakitaka watatuingizia, hawakutaka tutaenda kukutana ahera kwa Mungu, tunaachilia Mungu. Mimi ndo nilikuwa sikuitwa wala sikuambiwa, isipokuwa mimi vijana tu wamenipigia simu nyumba na muda, nikamwambia bomoa, washa bomoe. Ndo ninakuja matofali, ndo nasikia mimi hapa kia ndani ya gari pamoja na fusi. Leo tumechukua wakati matofali yangu yalikuwa mazima, naweza uwezo wa kubomoa mwenyewe huko nakokwenda nikajengea. Mimi mamangu nimemchukua mwenyewe kwangu, maana mimi nimeolewa. Mamangu nimemchukua kwangu. Ndugu zangu wako kwa majirani tu wahisani wamehifadhiwa, shoga zao na nizao ndo wamekwenda kuhifadhiwa. Leo hii zinakuja kuvunjwa kwa milioni 101. Pia nimekubali pia, kwa sababu najua Mheshimiwa Rais anataka kufanya mazuri, acha sisi tumuunge mkono. Lakini pia hizo watu wamekuja kuzipiga hizo naambiwa mimi nikachukua milioni 78. Ili haki hiyo? Hatujai kutoa utaratibu kwamba watu wanaenda kulipwa lendo Wizara ya Ardhi. Hatukuwahi kuzungumza swala hilo. Mazali mradi umepita sehemu, kinachochakatwa chote pale katika suala zima la tathmini na fidia yake linakuwa linabeba wizara kama wizara, na inabeba wizara kwa kufata miongozo ambayo iliyotoka serikalini. Kama ni makosa ambayo yalitendeka, wakatajiwa, wakaelezwa kwamba kulikuwa kuna thamani ambayo ilikuwa ya juu, ili include land. Sasa ile land imetoka, ni swala la kawaida tu ambayo inaweza kutokezea mchakato kama huo popote. Inakuwa ni bahati mbaya katika kesi za binadamu wanazozifanya. Inaweza ikawa jengo linafanana, lakini hili limejengwa la udongo, hili limejengwa la tofali. Kwa hiyo hapo hamwezi kuwa sawa katika kithamani.